mwanamke aliyesimama imara, hadithi ya Isabella Moore ilianza na kicheko kikali kilichosafishwa, kilichozoelewa. Isabella Moore aliingia kwenye sherehe akiwa amevaa urembo wa utulivu. Hakujua alikuwa akiingia kwenye mtego uliojificha kama huruma. Minong'ono ilianza kabla kinywaji chake cha kwanza hakijagusa baa. Huyo ndiye mtu alimwomwesha. Gilasi iliinamishwa. Divai nyekundu ilimwagika na wanawake watatu, mpenzi wake wa zamani na marafiki zake walitabasamu. Wakati hariri iliharibiwa. Kamera zilinyanyuliwa. Kimya kilijaa. Kisha milango ilifunguliwa na kila uso ulibadilika. Mwanaume waliyemwogopa alikuwa amefika na kilichotokea baadaye kingine. Kila habari ifikapo asubuhi. Kabla hatujaendelea mbali zaidi, tungependa mkibonyeze kitufe cha kujiandikisha. Msaada wenu unamaanisha dunia nzima kwetu na unatusaidia kuwaletea hadithi zenye nguvu zaidi. Sasa tuanze. Walimwona Isabella mara tu alipoingia kupitia milango ya kioo. Mazungumzo yalipungua kama muziki uliozimamiwa katikati ya wimbo. Alisimama, alivuta pumzi na kusugua mshono wa gauni lake la rangi ya kremu. Kitambaa kilikuwa baridi dhidi ya kiganja chake. Chumba kilikuwa na harufu ya ndimu baridi na mbao zilizosafishwa. Pesa zilikuwa na harufu hapa. Alielekea baa ambayo Ethan alikuwa ametuma ujumbe kuhusu. Mhudumu alipita na shampeni iliyokoroma kimya. Wanawake wawili walitazama juu ya mabega yao. Mmoja alisema kwa mdomo mgonjwa wa hisani. Isabella aliacha yende. Kidevu imara, uti wa mgongo mrefu. Alikuwa amefanya mazoezi ya utulivu kama wengine wanavyofanya mazoezi ya kinanda. Kwenye nguzo ya kioo, aliangalia nywele zake, kisha simu yake. Ethan anakawia dakika 5. Ninajivunia wewe. Maneno yalimjengeza joto, lakini sakafu ilionekana kuinama wakati minong'ono ilikusanyika na kurudi nyuma. Lydia Warren alifika kwenye mfano wa kwanza. Pazia la misnada ya kamera kuzunguka tabasamu lake. Isabella aligeuka. Habari. Manukato ya Lydia yalikuja tamu na mazito. Hatukupata nafasi ya kukupongeza, alisema, akivuta Clara na Rene kando yake. Gauni hilo ni zuri. La kimaliziano. Tabasamu lake halikufikia macho yake. Isabella alibaki, sauti yake chini. Asante. Alikanyaga mkoba wake, kidole gumba kigusa kufuli. Clara alikuwa wa haraka zaidi, akiucheza kwenye mikono wake kwa kicheko. Tulia. Tunachunguza hali yako tu. Rene alinamia. Ulisema umetoka wapi tena? Lafudhi yako ni ya zamani kidogo. Watu waliokuwa wamesimama karibu walikaribia, wakijifanya kuangalia simu. Mtu alimwomwesha. Ana ujasiri wa kuonekana peke yake. Mwingine lazima awapende kweli ili kufanya hii ifanye kazi. Maoni yalichoma na kisha yakaanza kuchoma zaidi. Isabella alielekea kwenye mlango, moyo ukipiga. Alikataa kuharakisha. Lydia alisogea kuzuia njia yake, vidole vyake vikigusa mikono wa Isabella kana kwamba alikuwa akisasisha uchafu usioonekana. Tunasista. Neno tunasista lilishuka kwa upole, lakini lilihisi kama kufuli inayobonyeza. Ndoo ya msafiri ililia juu ya vigae. Taa za sherehe ziliunguza joto zaidi sasa. Isabella alionja chuma. Alimfikiria Ethan, mkono wake imara kwenye mgongo wake mdogo. Jinsi alivyomwacha daima apite kwanza mlangoni, sheria ya kimya ambayo hakuivunja kamwe. Lydia aliinamisha kichwa cheke. Unakwenda kama unavyofikiria una haki hapa. Niambie, gauni hilo ni la mbunifu au ni kumbukumbu? Isabella alitabasamu bila meno. Vyote viwili. Alijaribu kupita. Vidole vya Lydia vilikaza. Simu ya kamera ilinyanyuliwa. Hesabu za nyuma zinaanza hivyo daima. Tabasamu, duara, mtihani wa kile atakachostahimili. Alivuta pumzi kwa polepole na kwa uangalifu. Acha, tafadhali. Sidwa,
mpaka uliowekwa kama chaki kwenye njia. Macho ya Lydia yaling'aa. Nifanye. Clara alizungusha mkoba kwenye kidole chake kama chambo kwenye ndoana. Aliangalia ujumbe wa Isabela, nyusi za uso zikicheza. Mazungumzo ya kupendeza. Je, unaziandikia mwenyewe? Kicheko kidogo kilipiga mbizi karibu. Mhudumu wa baa alisafisha gilasi. Isabela alimarisha kupumua kwake kwa muda mrefu ndani, polepole nje. Alifuta madoa ya unyevunyevu kwenye gauni lake, harakati ndogo zikinunua muda. Tafadhali rudisha mkoba wangu. Alibaki sauti yake sawasawa kama kumkumbusha rafiki wa mpango. Udadisi ulining'inia hewani. Rene alichora duara juu ya baa. Hebu tupige debe kwa mwanzo mpya. Aliinua gilasi. Nyekundu ilishikamana na kioo, nzito kama changamoto. Lydia alisogea karibu. Tabasamu limekaza. Sote tunataka kukukaribisha vizuri. Mikono yake iligusa bega la Isabela, kisha ikakaa kutoka kwenye maonyesho ya mikaa. Bado anasimama, sauti nyingine. Mpe pumziko, Lydia. Hakuna aliyesogea, mlango ulibofya. Isabela alifikiria dirisha la mama yake na sheria ndani yake. Dhoruba zinapita. Wewe unaamua jinsi. Clara hatimaye alimwachia mkoba kuanguka kwenye kiganja cha Isabela. Usamaha wa bandia ulifuata meno yote. Mimi ni mjinga sana. Rehema ndogo ilionja kama iliyozoelewa. Raha ilidumu pumzi. Lydia aliinua nyekundu na kuinamisha. Mwanzo wa kumwagika ulipiga kama alama kwenye mafupa wa shingo la Isabela. Joto kisha unabaridi ukimwagika kando ya mashono. Pumzi ziliunganishwa na muziki. Isabela alitetemeka, kisha alisimama wima, taya imekaza. Alipuliza kwa uangalifu, akikata kupaka hofu kifuani mwake. Reni alicheka kwa sauti kubwa sana, na jaribu tu kitambaa. Harufu ya divai ilibarikiwa, kali na tamu, ikichanganya na klorini kutoka kituo kilichokuwa karibu. Tabasamu la Lydia lilipepesa, kisha likarudi. Unaonekana mwekundu, hebu tukusafishe. Lydia alitwaa mpini wa kufagia na kuinamisha nduu. Wimbi jembamba lilikokota na kuanguka baridi mgongoni mwa Isabela. Matone yalishika shingo yake. Chumba kilivuta pumzi na kushikilia. Isabela alifunga macho kwa sekunde moja. Alipoyafungwa, macho yake yalikuwa ya kioo. Nimemaliza hapa. Aligeuka kwenda. Mikono ilishuka. Mkono wa Lydia ulifunga juu kwenye mikono. Rene alizuia njia kwa mwangaza wa lulu. Usiende haraka. Tunakuwa na wakati. Kicheko chao kililega choyo. Sauti ya changamoto iliyoenda mbali sana. Mhudumu wa baa aliweka taulo aliyekuwa akikunja, kisha aliganda. Wafadhili wawili walitazama upande mwingine, macho yenye hatia ya kinga. Isabela alirudisha mkono wake nyuma, polepole, kwa makusudi. Acha. Maneno yalikuja chini, karibu ya kibinafsi, yamekusudiwa kwa mtu mmoja, lakini yakasikika na wote kwa mapigo ya moyo. Lydia alisita. Kisha kucha zilichoma, kitambaa kilinong'ona, kutahadhari na kuonya. Duara ilikaza. Simu zilinyanyuliwa. Clara alifika kwenye ukanda kwenye bega la Isabela. Vidole vya mwisho vikigusa kingo kama alikuwa akichagua uzi wa kuvuta. Kimya kilishuka kikamilifu hivi kiasi kwamba hewa yenyewe ilionekana kunama. Mahali fulani kipima muda kwenye kituo kililia. Isabela alihisi moshono mgongoni mwake ukitetemeka chini ya shinikizo. Alijiandaa, si kwa ridhaa yao au rehema ya chumba, bali kwa uchaguzi unaofuata angefanya. Aliinua kidevu chake na kukutana na macho ya Lydia, imara kama mstari uliosawazishwa. Usifanye. Haikuwa hofu. Ilikuwa onyo la mwisho mtu anatoa kabla ulimwengu haujainama. Vidole havikuachilia. Sauti ilichana kupitia chumba kama kilio cha karatasi. Kitambaa kilichana safi mgongoni mwa Isabela. Gauni la krimu likianguka kwenye mashono. Kwa sekunde, hakuna aliyesogea. Kisha kicheko kilikuja. Jembamba, wasiwasi, wenye njaa ya umiliki.
Lydia alirudi nyuma, mkono nusu ulioinuliwa, akijifanya kushanga. Lo, limeharibiwa, alisema. Lakini kuruba kwa mdomo wake kilimusaliti. Clara alimwomwesha, nilikuambia litachana. Na Rene aliluma mdomo wake kukandamiza tabasamu. Mtu alimwomwesha, hii ni nyingi sana. Vidole vya Isabella vilikamata mbele ya gauni lake, likivuta kufunga. Ngozi yake ilipiga chini ya joto la mwangaza. Mhudumu alitoa kitambaa, kisha aliganda katikati ya hatua, akiogopa kuvutwa kwenye tukio. Alimwomwesha asante ambayo ilishikwa koromeni mwake. Umati ulikuwa umekusanyika katika nusu duara. Simu ziliinamia mbele kama macho baridi. Kinanda kiliacha kupiga. Kila sauti ndani ya chumba ilionekana kurudi nyuma, isipokuwa mlio wa mbali wa mwangaza wa kamera. Lydia alivuta pumzi kupitia pua yake kana kwamba ameridhika, kwamba kimya kilimtii. Nadhani hariri haishiki shinikizo, alisema. Kicheko kilipiga wimbi kutoka kwa Clara. Isabella alichukua hatua moja nyuma bila viatu sasa. Kisingi chake kilikuwa kimevunjika katika ugomvi. Mikono yake ilitetemeka, lakini uso wake ulibaki kimya. Alitaka kupungua, kutoweka kwenye karatasi ya ukuta. Badala yake, alivuta pumzi pole pole. Moja, mbili. Milango ya kioo kwenye mlango ilifunguka kwa kukoroma. Hewa ilipeperuka, baridi, inaagiza. Kicheko kilikufa katikati ya pumzi. Ethan Cross aliingia. Hakuna tangazo, hakuna kikundi, tu yeye na aina ya kimya inayopanga upya nguvu. Timu yake ya ulinzi ilifuata, suti nyeusi zikipita kupitia umati unaongea. Alitazama mara moja na kusimama. Macho yake yalishuka juu ya Isabella, nywele zikiwa wazi, mabega yakitetemeka, gauni lake likishikwa kifuani mwake. Aliganda. Kisha kila kitu ndani yake kilikuwa ngumu. Ethan alivuka sakafu bila kusema. Lydia alitenga upande akigaga. Ethan ilikuwa. Alinua mikono mmoja na alienda kimya. Muziki haukuwa umerudi, lakini midundo mipya iliichukua nafasi yake. Sauti ya mamlaka, ya utulivu na ya kutisha. Alifika kwa Isabella, alivua jaketi yake na kuifunika mabegani mwake. Ilining'inia nzito, ikimkinga kutoka kwa kila kutazama. Aligusa kidole gumba juu ya shavu lake, si kufariji, bali kuthibitisha kwamba alikuwa halisi na amesimama. Kisha kwa sauti ile ile ya chini aliyotumia wakati akifunga mikataba ya dola bilioni, alisema, kila mtu abaki mahali alipo hasa. Hakuna aliyejaribu kusogea. Msaidizi wake, Miles, alionekana kando yake, simu tayari nje. Ethan hakuinua sauti yake. Aliangalia tu wanawake watatu, macho baridi vya kutosha kupasua chumba. Majina, Miles. Mdomo wa Lydia ulifunguka. Ethan, hisi unayofikiri? Aligeuka kwake, tulivu kama kioo. Basi nisaidie kuelewa. Aliumbayumba. Ukweli ulitetemeka midomoni mwake, lakini uzito wa simu 50 za kurekodi ulizuia kimya chake. Miles alianza kuorodhesha. Lydia Warren, Warren Holdings, Clara Hughes, Hughes Construction, Renee Foster, Foster Family Foundation. Ethan alikubali mara moja. Vizuri, alitazama Lydia. Upanuzi wa mkopo wa baba yako unaisha kesho. Magoti yake yalipinda kidogo. Mnara wa uzito uliokuwa karibu kuanguka. Aligeuka kwa Clara. Mikataba madogo wa Cross Steel na Hughes Construction umesitishwa kuanzia sasa. Na kwa Renee, sherehe ijayo ya Foster Foundation zinachukuliwa hazina ufadhili. Hakuna kupiga kelele, hakuna vitisho, ni utulivu tu wa upasuaji wa usahihi. Kila neno liliangusha kama nyundo. Nyuso za wanawake zilionekana rangi. Minong'ono ilienea tena, wakati huu tofauti. Amewamaliza tu. Yeye? Huyo ni mke wake. Ukweli ulitulia haraka. Ethan alimwongoza Isabella kuelekea mlango wa kutoka. Kila hatua aliyoichukua iliacha mawimbi. Baadhi ya huruma, baadhi ya mashangao. Mhudumu alifungua mlango. Alitikisa kichwa kwa shukrani.
bado akishikilia jaketi karibu. Nyuma yake, mikono wa Lydia ulitetemeka dhidi ya baa. Alimwambia, tumefanya nini? Lakini chumba lilikuwa tayari limeendelea. Milango ya limusini ilifunga kwa kubofya ya kimya, ikizuia machafuko. Kwa muda mrefu wa mianga ya jiji, hakuna wao aliyesema. Mfano wa Isabella na kiu kilichotiwa, rangi ulionekana kama mtu mwingine. Macho mapana, midomo meupe, jaketi la Ethan likimeza mfumo wake. Manukato yake yalichanganya na divai iliyobaki, ukumbusho wa utulivu wa aibu na usalama yote. Vidole vya Ethan vilipumzika dhidi ya goti lake, visivyo na harakati, lakini vikali. Aliona mtetemeko wa kidogo kwenye kidole gumba chake. Alikuwa na hasira, lakini si kwake. Alitaka kufikia mkono wake, kisha akasita. Alimshinda, akisukuma kiganja chake juu yake, imara, ikiifanya ardhi. Waliona ngozi yako, alimwamwesha hatimaye, macho bado kwenye barabara. Ninaona nguvu yako, hiyo ndio watakayona sasa. Asubuhi iliyofuata, ulimwengu uliamka kwa video. Ilipiga mtandao kama dhoruba. Sekunde 30 za ukatili zilizowekwa mzunguko wa milele. Kuchana kwa hariri, umati ulioshangaa, kisasi cha kimya cha Ethan, maoni yalimwagika. Alisimama wima, hakutetemeka. Ndani ya masaa, waandishi wa habari walijadili tabaka la kijamii na jamii chini ya vichwa vya habari vya anga. Ni chini ya moto, usiku ambao mke wa bilionea alikataa kuinama. Isabella alibaki ndani ya ghorofa yao ya juu, mapazia yaliyofungwa nusu. Simu zilipiga mara kwa mara. Dada yake aliacha ujumbe wa sauti akilia. Nilikuona kwenye kila skrini, Bella. Sauti yake ilivunjika kwa fahari na maumivu. Ethan alifanya kazi kimya ofisini. Simu ikibanwa sikioni mwake, sauti baridi zaidi kuliko kawaida. Hakuwa akipiga kelele. Hakufanya hivyo kamwe. Lakini mikataba ilianguka chini ya uzito wa maamuzi yake. Alisaini nyaraka, alituma barua pepe za maneno matatu. Alisha ushirikiano ambao ulikuwa umedumu kwa miongo. Kufikia adhuhuri, kampuni ya familia ya Lydia Warren iliwa maarufu kwa sababu zisizo sahihi. Kuondolewa kwa mkopo kutoka Cross Capital kulimetameta kwenye habari za kifedha. Wenye hisa walishtuka. Baba wa Clara alimpigia simu katikati ya mchana. Kusitishwa kwa mkataba mdogo wa Cross Steel kulikuwa kumefuta ukwasi wao usiku mmoja. Tovuti ya hisani ya Rene ilienda giza. Ufadhili ulisitishwa kwenye bango, lakini Ethan hakuweka chapisho, hakusema. Hakuhitaji. Kimya chake kilisema kila kitu. Mwanga wa alasiri uliomwagika kwenye sebule yao. Isabella alikaa amejikunja kwenye sofa, akivaa shati moja la kukubwa lake, akiangalia ujumbe wa maelfu. Baada ya ukatili wengi wa huruma, wanawake ambao hakuwahi kukutana nao waliandika aya kuhusu hadi. Jinsi kimya chake kilivyosikika kwa sauti kubwa kuliko kisasi chochote. Ethan alipomjiunga hatimaye, alileta sanduku jeupe jembamba. Ndani kulikuwa na gauni jipya, hariri ya rangi ya ivory, yenye dhahabu iliyoshonwa kwa mikono kando ya mishono, mwanga ukigusa kila uzi. Nilifikiri unachukia mwangaza, alisema kwa upole. Ninachukia, alijibu, lakini nilitaka waone nima inavyoonekana katika silaha. Alitabasamu kidogo, akisita, wa kweli. Jiji lilimwimbia chini, lisijue mabadiliko yanayoendelea juu yao. Baadaye jioni hiyo, arifa ya barua pepe ilimetameta kwenye simu yake. Warren Holdings inatafuta wawekezaji wa dharura. Aligeuka skrini chini na kumtazama Isabella. Nimemaliza kupigana nao. Wengine ni wao kuishi nayo. Alitikisa kichwa, macho yakiakisi skyline. Wao wajifunze nguvu inavyosikika wakati haihitaji kupiga kelele. Kwa muda mrefu walikaa kimya, si wa kushinda wala wa kulipiza kisasi, ni watu wawili tu katika utulivu baada ya kufichuliwa. Dhoruba ilikuwa imesha na kwa njia fulani bado
alikuwa amesimama mrefu kuliko hapo awali. Wiki iliyofuata, vichwa vya habari vilibadilisha sauti. Video ilikuwa imekoma kuwa kashfa. Ikawa ishara. Watu walicheza tena wakati Isabella alipogeuka badala ya kukimbia. Uthabiti katika macho yake. Kukata kwa utulivu kupigana uchafu na uchafu zaidi. Huruma ya umma ilibarikiwa haraka. Nyumba za mitindo walituma gauni. Waandishi wa habari walimuita mwanamke ambaye hakuvunjika. Matangazo ya mazungumzo yalichanganwa, utulivu wake kama vipaji vya ajabu. Alipuza wote na kulowanisha mimea kwenye balkoni badala yake. Kwa mwanga wa jua uguse mabega yake. Ethan alisimama nyuma yake, mikono ikivuka, matazamo ukiwa laini. Wanasubiri kauli, alisema. Aligeuka. Nafikiri kimya tayari kilisema ya kutosha. Alasiri hiyo, alikubali kitu kimoja. Picha, si kwa kiburi, bali kwa kufunga. Picha ilionekana kwenye ukurasa wa nyumbani wa Cross Capital siku 2 baadaye. Picha ya Isabella katika gauni jipya. Ivory iliyofungwa kwa dhahabu dhidi ya mandhari nyuma ya slate. Kidevu kimeinuliwa, macho imara. Maelezo yalisoma, nguvu inastahili mwangaza wake mwenyewe. Ishara haikuhitaji hashtag. Ilisema jinsi Ethan alivyosema daima, kwa usahihi, si kelele. Lydia, Clara na Rene walitoweka kutoka kwa duara ambazo ziliwapenda zamani. Marafiki zao waligeuza, wapole na wa mbali. Hadithi walizojaribu kuspin zilianguka chini ya video zilizochezwa tena. Mtandao ulikuwa na kumbukumbu ndefu kuliko usamaha wao. Isabella hakujisifu kamwe. Alirudi tu kwa utaratibu wake wa utulivu. Kahawa ya asubuhi. Kutembea kupitia bustani kujibu ujumbe kutoka kwa wasichana waliosema utulivu wake ulikuwa umewapa ujasiri. Noti moja ilifika iliyoandikwa kwa mkono. Asante kwa kunionyesha kwamba neema inaweza kuwa na sauti kubwa kuliko kisasi. Alisoma mara 2 kabla ya kuitelekeza kwenye draw. Usiku huo, Ethan alimkuta kwenye ukumbi tena. Mianga ya jiji ikipaka uso wake dhahabu. Bado unafikiri huna mahali katika ulimwengu wao? Aliuliza. Alitabasamu kidogo. Nafikiri wao wamebaini tu sikuhitaji kamwe. Upepo wa upole ulipita kupitia reli ya kioo. Mahali fulani chini, trafiki ilihuzunika kama usamaha wa zamani. Ethan aliufika mkono wake, akifuma vidole vyake kupitia vyake. Na pamoja, walitazama skyline ikipiga. Viwili vya mfano dhidi ya jiji, wakijifunza kwamba nguvu si daima yule anayesema kwa sauti kubwa. Na ingawa ulimwengu ungeendelea kucheza clip hiyo ya sekunde 30, mwisho wa kweli uliishi hapa katika msamaha wa kimya katika mwanamke aliyetembea kupitia aibu na kuja nje akinga. Si kutoka kwa utajiri, bali kutoka kwa mwanga rahisi, imara wa hadhi yake mwenyewe. Wakati ukatili ulikutana na Nima, ulimwengu uliona ni nani alikuwa na nguvu kweli. Isabella hakupiga kelele, hakutishia, wala hakupigana. Alisimama tu wima, na ukweli ulifanya wengine. Je, ungefanya nini kama wewe ulikuwa mahali pake? Shiriki hadithi hii kama unaamini hadhi ni kisasi cha sauti kubwa zaidi. Na jiandikishe kwa hadithi zaidi, ambapo haki inapata njia yake hata katika kimya.